Kiongozi wa tofauti hutaka kufanya zaidi. Zaidi katika nini? Zaidi katika ubora, zaidi katika ufanisi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi wa kawaida anajua, kumbe anachojua jambo moja, kwamba napaswa kutoa misheni, hiyo yatosha. Anaanza kupambana kufanya zaidi, anaanza kupambana kufanya kwa ubora, anaanza kupambana kufanya kwa ufanisi. Akipata hilo na analifanya ni kwa kwake, anaanza kulipambania ili awe tofauti. Jamani, nikutie moyo kiongozi, wewe ni kiongozi wa tofauti. Na ndio maana sio yule kiongozi mtangulizi wako, ni wewe sasa. Wanawake wanatazama, wanataka kuona kwa nini wewe. Wanataka kuona ni tofauti ipi Mungu anaitaka tuipate kwenye jimbo letu. Mungu aliyekuweka pale anataka ufanye vitu vya tofauti. Ndio maana yule ambapo aliyeondoka mtangulizi wake, muda wake ulivyoisha, umekuja wewe. Na wewe Mungu anakutegemea ufanye kwa ubora zaidi, kwa ufanisi zaidi, kwa viwango vya juu zaidi, kwa ubora zaidi, kwa mafanikio makubwa zaidi, bila kujali mazingira yako, bila kujali chochote kile, kwa sababu anayefanya hivyo ni yule Mungu aliyekuamini hivyo ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatafuta watu walioko tayari kufanya tofauti, wasiompa Mungu sababu, wanaomwambia Mungu, kweli umeniweka hapa, nataka nione hiyo tofauti. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unaongea na mtu aliyewahi kuwa mkurugenzi wa jimbo. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba huyu mkurugenzi, kwa sababu yeye yuko taifa, ni katibu mkuu, kwa hiyo hajui huku adha. Unaongea na mtu anayejua adha ya kuwa mwenyekiti wa section. Unaongea na mtu aliyewahi kuwa mtunza hazina wa jimbo, aliyewahi kuwa makamu mkurugenzi, aliyewahi kuwa mkurugenzi wa jimbo. Kwa hiyo ninaongea nikifahamu kwamba naijua hiyo njia unayoipita, nazijua changamoto unazozipita, lakini bado Mungu anakutaka uwe wa tofauti. Ni wewe kuamua uwe wa tofauti. Ili uwe kiongozi wa tofauti, nimesema moja, nenda maili ya ziada, fanya zaidi ya ulichotakiwa kufanya. Hamasika kufanya kazi kwa moyo mkuu, kwa uaminifu, kwa bidii, kwa ubunifu, na si kwa kiwango cha chini au kwa kiwango cha kawaida. Mimi kilichonisaidia wakati wa uongozi wangu, nilikuwa nikiona mtu amefanya vizuri, namwambia Mungu, huyu mtu ametoka dunia ipi kama sio hii? Kwa nini yeye afanye vizuri? Kwani Mungu kwangu siwezi kufanya vizuri? Kwa hiyo nikiondoka hapa na noti maeneo ambayo kuna mtu amenihamasisha. Mimi ripoti kwangu ilikuwa ni mahali pa kuni challenge, sio pa kunishusha, inanipandisha mori. Kwa nini watu wa Dar es Salaam wawe wa kwanza tu? Kwani kaskazini sisi hatuwezi? Kwa hiyo nikiondoka hapa, tukimaliza napitia, alafu naandika mapungufu yangu, alafu naandika maazimio ninayoyataka. Na nikiondoka na hayo maazimio, nikifika kituo cha kwanza naita kamati, na washirikisha, alafu na waonyesha vile ambavyo sisi hatujafanya vizuri, na waonyesha vile ambavyo tunaweza tukafanya vizuri, na waonyesha wale ambao wamefanya vizuri, kwa nini sio sisi? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi anayetaka kuwa tofauti anakuwa challenge na wenzake, anahamasishwa. Ripoti hazimshushi moyo, ripoti hazimfanye aseme kwamba bwana hao ni wa Dar es Salaam, bwana hao ni wa Dodoma, tena makao makuu iko Dodoma, sema mpelekwa mawaziri. Na kuambia hata mwamba huo unatoa maji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni wewe kiongozi, ukihamasika kiongozi, utakuwa wa tofauti, na jimbo lako litakuwa la tofauti, bila kujali jiografia,
Maadamu Mungu unaye, maadamu nia unayo na shauku ya kufanya mambo ya tofauti unayo, Mungu ataingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Usitake kuwa kiongozi wa kuhurumiwa. Ni kwa sababu anatoka Kasulu. Nisameheni, Kasulu mimi nilienda. Si Kasulu ndio Arusha, Kigoma kati, Gonga. Bwana Yesu asifiwe. Nilienda, alafu mimi huwa nikienda naangalia mazingira, nasema kwa nini hao wanashindwa? Mbona kuna soko la jambo fulani, mbona kuna jambo fulani anaweza akafanya vizuri huyu mtu. Kumbe ni wewe uhamasike, ukatae kuwa wa kawaida, ukatae kufanya vitu vya mazoea, ukatae kuishi katika jana. Maana kila inapoitwa leo, Mungu ana bora zaidi anataka ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kiongozi, ili uweze kufanya vizuri, point nyingine nimesema, fanya zaidi ya vile unavyotarajiwa. Fanya zaidi ya maagizo, kwa sababu kwa kila maagizo Mungu anakutarajia na vipimo fulani anataka wewe ufikishe. Sio vile vipimo ambavyo tumesema hapa mikutano 5, lakini Mungu kimlingana anaweza kufanya zaidi. Tunataka kutoa misheni milioni 10, lakini kumbe Mungu anakutazamia labda hata milioni 20, kwa sababu yeye anazo. Anatafuta kiongozi anayehamasika na kukosa usingizi kwa ajili ya hii kazi. Anaamua kuacha chakula kwa ajili ya hii kazi. Hamlaumu mtu, yeye anatafuta kufanya vizuri kwa sababu anajua Mungu anayesababisha yupo. Jamani, Bwana asifiwe. Point nyingine, jitoe kwa kiwango cha juu zaidi ya uwezo wako. Jitoe. Kama ni kuomba, jitoe kwa kiwango cha juu zaidi. Kama ni kutoa, jitoe kwa kiwango cha juu zaidi. Kumbuka wewe ni kiongozi wa juu kwenye lile jimbo. Haleluya. Wewe ndio kiongozi wa juu kwenye lile jimbo. Kwa hiyo jitoe kwa kiwango cha juu zaidi ya uwezo wako. Kwa sababu ukifanya katika uwezo wako, Mungu anaingilia nini sasa? Kama uwezo wako ni wa mambo fulani na wewe unayafanya hayo, unamhitaji Mungu wa nini? Lakini ili Mungu aingilie kati, dhamiria kufanya vitu vya zaidi ya uwezo wako. Ili pale ambapo nguvu yako inaishia, ufahamu wako unaishia, mawazo yako yanaishia, kawaida yako ndio iko pale, Mungu atafanya kile ambacho ni zaidi ya uwezo wako. Na hapo ndipo utakapokuwa kiongozi wa tofauti. Kitakutofautisha na viongozi wengine. Kwa hiyo jitoe kwa kiwango cha juu zaidi ya uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilipenda kutumia huu mstari siku zote enzi za uongozi wangu pale. Zaburi 133 mstari wa 2 inasema, kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Herimoni ushukao milima ya Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka na uzima hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Niliamini chochote kinachotakiwa kufanywa kwa ufanisi kwenye jimbo langu, mafuta hayo ya ufanisi lazima yaanzie kichwani kwangu kama kiongozi. Yashuke kwa kamati yangu, yashuke kwenye bodi, ndipo yawaendee wanawake wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi wa tofauti, lazima wewe, chochote kinachopaswa kufanyika kwenye jimbo lazima kianze na wewe. Wewe ndio uhamasike sana. Kama ni kuomba, wewe ndio uanze kuomba kuliko wote. Kamati yako iombe, bodi iombe, alafu ndio wanawake wengine na wenyewe wataomba. Lakini kama kiongozi unaitisha kabla maombi, ndio maombi yanaanzia hapo na wewe ndio naanza unatoka umeshiba. Lazima wote
wameshapunguza kilo 2-3, ndipo na wengine wataipata hiyo faya. Bwana Yesu asifiwe. Unataka wanawake watoe. Mimi nilikuwa nashukuru Mungu naongea kwenye bodi ambao wengine walikuwa wako chini yangu wakati huo. Kwa hiyo naongea kitu ambacho wanakijua. Nilikuwa nikitoka bodi, kama kuna kitu cha kuchanga, naongea na kamati yangu, naambia mzigo ni huu. Kwa hiyo kama kunafanya umisheni tunafanya ngapi? Niambieni sisi kama kamati tunabeba ngapi? Tunaanza. Tukiingia kwenye bodi yetu kama hivi, nawaambia haya wana bodi, sisi kamati tumeshakata mpaka hapa. Malengo yetu ni pale. Ninaona kule ninakotaka kuwapeleka watu. Utazama kule unakotaka watu waende, unapaona. Unatengeneza njia ya rahisi ili wapite. Kwa naambia umisheni sisi tunatamani tufanye kiwango hiki. Sisi kama kamati tumekata mpaka hapa. Bodi tukate na bodi wenyewe wanakata. Alafu sasa pelekeni kwenye section. Kamati wenyewe kule kwenye section wakakate. Alafu tuwapelekee wanawake. Tunawapelekea kitu ambacho sisi wenyewe tumekwisha kukikamata. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi lazima wewe utangulie. Maana yale mafuta yako ya kutamani kufanya bora zaidi kwa tofauti, hiyo roho itaenea kwa kila mwanamke. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini wao ukianza kujihurumia hapa, unapeleka hizo huruma na hakuna atakayekusikiliza. Kwa maana watu upepewaga tu. Kataa. Upepewe na nani? Sisi wote hapa tumeitwa, Mungu ametuamini tupige kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tupige kazi. Kwa hiyo jitahidi. Wewe anza. Na ukianza wewe watafuata wote. Angalia maeneo yote ambayo umekuwa ukijihurumia yalivyo dhaifu. Angalia maeneo yote ambayo umekuwa ukiyatolea udhuru yalivyo dhaifu. Na unakuja kwenye bodi ya kwanza dhaifu, ya pili dhaifu, alafu wenzako wanapeta juu tu. Hapana. Haifai. Lazima tujitahidi kufanya kwa tofauti. Tofauti ya mwaka huu, mwaka kesho iwe tofauti zaidi. Na Mungu ana mbinu mpya zaidi. Kama mwaka jana ulichangisha 2020 ukaona ni nyepesi, Mungu leo hataki hiyo. Mungu sio mazoea. Mungu ni wa tofauti. Rudi, usibebe mzigo kirahisi kwa sababu hili nifanikisha. Kwa hata mwaka huu uombi, maana ulifanikiwa mwaka jana, unataka upite hivyo hivyo tu kwenye mteremko. Si Arusha wanasema hasikilizo kama kwa sadala. Mteremko wa kwa sadala. Pale fika kuna jiendea tu. Kwa sababu mwaka huu iliweki. Kwa hiyo anasema, si ninajua nikiwapa tu walete mahindi, walete 10,000, yani zinatoka. Yani Mungu si wa mazoea, Mungu ni wa tofauti. Sio ya Mungu ina mbinu kibao. Na hatutazimaliza, watakuja nyuma yetu, watakuja na mbinu mpya bora zaidi. Sio ya Mungu ina ufahamu tofauti. Ina utendaji wa tofauti. Usiwe kiongozi asiyetaka kuteseka yani. Chukua hatua ya kumwambia Mungu, ninakushukuru ulinifanikisha mwaka huu. Ninataka kukuona zaidi kesho. Nifanye nini? Nipe mbinu mpya, nipe ubunifu mpya, niamshe ari mpya zaidi. Nipe kibali kipya zaidi, nipe ufunuo mpya zaidi, nipe utendaji wa bora zaidi. Maana Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Ushuhuda wa jana nani anamtaka? Kiporo. Ushuhuda kiporo umetosha. Mungu hayuko katika jana, Mungu yuko katika mambo mapya. Haleluya. Mungu hataki ushuhuda kiporo wa juzi jana ili tulifanikiwa. Tupe mpya leo. Tupe mpya leo. Na wewe kwenye section kataa shuhuda kiporo. Mwaka juzi tulivyofanya, leo umefanya nini? Tupe mkakati mpya leo. Bwana amekupa nini mpya? Kama ilikuwa kupaswa kuingia leo, nipaswa uishie jana. Maadamu umeingia leo, kuna mapya. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nawapa shuhuda kiporo kwa sababu mimi siko huko. Bwana asifiwe. Mimi nilivyotaka watu waombe, nilianza kama mimi mwenyewe nikaomba. Nilikuwa naomba na mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Ipopo. Ile chapo ya chuo itanikumbuka. Kwanza kwa sababu
mimi niliona Mungu amenionea, ni mgeni Arusha, sina hela, yani sina chochote. Tunaitwa mwenyekiti wa section ya Arusha Magharibi, sasa ni jimbo. Kina mama Kimaro Calvary wako chini yangu. Nikasema Mungu, kama kuna kudhalilishwa hapo ndio umenidhalilisha. Sasa nikini nawaambia sasa umenidhalilisha? Kama hujanidhalilisha niambie nifanye nini? Nikitoka pale natoka na kitu. Na waita kamati yangu, kamati yenyewe nilikuwa tukadada na mtoto mmoja hapo, mama yangu kina mama Shoni, watu wazima. Namuuliza mama, tunafanya, sema utajije utajiju, maana mimi sina hata faili ya kukupa, si hatakuwa na faili, tulikuwa tunaendaga hivyo hivyo. Hatuna hata hela ya kukupa, maana hata tukua na mfuko. Nikarudi kwa Mungu. Nikamwambia kwa wiki mara moja nitawafungisha na mtakaa hapa kwenye maombi saa 4 mpaka saa 10 kila wiki. Na walitii kwa sababu mimi simetangulia kuomba. Kwa sababu mimi nimetangulia kuomba, kwa nikiwaambia wanakubali, ni watu wazima. Tunakaa kwenye kanisa moja la Mabanzi, tulikuwa tumeanzia saa 4 mpaka saa 10. Mungu alitupa hela, Mungu alitupa mfuko, Mungu alitupa watu, tulifanya makongamano makubwa, tulifanya kila tulichoweza. Bwana atukuzwe. Amen. Kwa naongea kitu ninachokijua. Nimekuwa mkurugenzi wa jimbo mimi kama wewe hivi. Kwa naendelea na maombi yangu, na ikamata kamati, mimi mwenyewe huko nimeshazama zaidi. Alafu nawaambia na watu wengine tuombe. Hayo maombi katika mahali kaambia mama Bukuku, mama sisi tuna maombi, tuanzishe na ya kanda. Majimbo ya kaskazini tufanye kama Dar es Salaam. Kwa nini wenzetu wanafanya vizuri? Jamani wa kaskazini wanajua. Kwa mwaka mara 2 tutakaa siku 5. Hapo ili wewe nyepesi, nikasema Mungu usinipa mimi maono, utanipa cha kualisha, utanipa cha kufungulia kizuri, utanipa wakae vizuri. Na walikuja nyumbani kwangu, walifungua sio kwa gharama zao. Kama ni supu kuku, kama ni mtori, kama ni nini, kwa sababu ninataka tuende mahali fulani. Kwa nini sio sisi tufanye vizuri? Biblia inasema hutumishi ni mashindano, ndio maana kuna kupewa tunzo. Wanasema mimi niingiaje tu mbinguni, nikakaage tu nilinde geti la Yesu. Ndio nikwambia kuna mageti ya kulinda kule. Mageti ya Yesu tumeja kulinda yako huku duniani kuovu. Kule watu tunataka tukae karibu na Yesu, yani tumpepee tu hivi. Haleluya! Kwa hiyo ni lazima utafute kila namna, na watafute watu wenye roho njema, waambukize hiyo kitu, watakupa sapoti, utafanya vizuri. Lakini ili ufanye vizuri kiongozi, lazima wewe mwenyewe uanze na kuhamasika. Wale watu hawahamasiki kwa sababu wewe hujahamasika itoshavyo. Na wanafanya kwenye hicho kiwango, ni kiwango chako kiongozi wao. Toka kwenye hicho kiwango. Haleluya. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nikiwa kiongozi nilijua pia ili niwe wa tofauti, uongozi ni mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Uongozi ni mahusiano. Hapa Biblia imesema jino kwa, lakini Yesu akasema hapana, mimi sitaki jino kwa jino. Hata kama ni adui yako mpende, muombe. Nilijua uongozi ni mahusiano. Mahusiano na nani? Mahusiano na Mungu. Mahusiano na wale walionipa dhamana nisimamie lile jimbo. Mahusiano na wale ninaowaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama kiongozi unataka kuwa kiongozi wa tofauti, jali mahusiano. Jamani tuna mfano mzuri, tukishindwa ni wenyewe. Sio kwa sababu hata mkurugenzi nasemaga hata kama sipo hata kwenye familia yangu, tuna kiongozi anayejali mahusiano. Mwanadamu ameumbwa kwa mahusiano. Ana nyakati tofauti tofauti. Wewe kwenye jimbo unawapenda wale wanaokupenda. Wale wanaokupinga hata hujali pointi zao kwa nini wanakupinga, unawaiginoa. Sitaki huyo. Huyo ni mpinzani wangu kabisa. Yeye sipokuja kwenye kikao mimi nashukuru, maana angenyosha mkono tu. Mungu atusaidie. Lakini Biblia inasema mahusiano. Na wengi tumeshindwa kwa sababu mahusiano yetu hayako sawa sawa. Wale ambao wanatuchallenge tunawafungia mlango. Hata kama ni mama askofu wako, kama huwa ana viswali, huyu mama naye hanipi ni heme, kwani yeye nimpe ukurugenzi? Jamani, uongozi ni mahusiano.
Ukitengeneza mahusiano mazuri, hata na wale wanaokupinga kesho ni vyombo vya kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na mwanamke mmoja, nikimwambia watu wanasema huyu mama jitahidi, mwache huyu hawezi. Yaani ni mtu ambaye anaumiza watu kweli. Nikasema lakini mimi ni kiongozi wake. Siku moja tumekutana, nikataka kumkumbatia, akasema ninachelewa kuingia, mbona uniache kwanza jamani mkurugenzi, uniache. Nikamwacha, nikapoa. Nikamfuata tena siku nyingine. Unajua akawa ananipa support kubwa ya kuniwezesha kwenye nafasi yangu ya uongozi. Na akaniambia ukitaka kwenda popote, nimejua we ni kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio alinipaka gari la kwanza. Nakwambia kabisa, mtu ambaye watu walisemaga huyu, yani huyu kwa mahusiano atakukwazaga tu, na wewe ni kiongozi. Lakini nilikuwa namsogelea. Siku moja akasema kwa kweli nimegundua wewe ni kiongozi. Dada kajifunze gari. Nikasema mwenzangu hata baisikeli haipo. Naenda kujifunzia gari la nini? Jifunze gari. Nikasema mimi hata baisikeli sina. Jifunze gari. Siku niko kwenye ibada, amepiga simu akasema sio kutakuwa na nini huyu mpenzi. Nimeondoka hapo nikamwambia mume wangu kwenda kanisani, kanambia chukua huu funguo utakusaidia kwenye huduma zako. Tangu nimekusindikiza mara 2, najua una huduma kubwa na unahitaji support. Tengeneza mahusiano na watu wa jimbo lako. Hao ndio watakaoomba na wewe. Hao ndio watakaotoa kwa ajili ya umisheni. Hao ndio watakaotoa kwa ajili ya mikutano. Usimwache hata mmoja ukiwa kiongozi. Tengeneza mahusiano na kila mtu, hata yule anayekusukuma. Nina haraka bwana, hebu niache niingie. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Tengeneza mahusiano pia na askofu wako. Bwana asifiwe. Mimi ni mke wa askofu, lakini nimewahi kuwa kiongozi chini ya askofu. Nilipopewa hiyo barua nikampigia simu, nikamwambia baba, mimi ndio yule mkurugenzi mpya ambaye nataka kuanza, lakini kabla sijaanza ninaomba kujua mshauri wangu yuko wapi. Hakuwa mtu ananijua hata sura, lakini natafuta mahusiano ili nipenye. Akaniambia mwandikie email, baada hakujibu. Mtumie WhatsApp, hakujibu. Nilivyomsumbua sana, akaniambia nitakuwepo kanisani tarehe fulani, unitafute kama unataka kuniona. Nimefika hapo, akaniambia kwa hiyo wewe unataka kufanya na askofu au na mimi? Nikamwambia askofu ni mlezi wa idara zote mama. Wewe ndio mshauri wangu, nipe mwongozo. Chukua mama, niambie natakiwa kufanya nini. Mshauri ndio hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Nikaupata moyo wake. Na in fact ilikuwa lazima niupate moyo wake kwa sababu wao ndio wenye jimbo. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kumpata, kazi yangu ilikuwa nyepesi. Wakati mwenyekiti wake wa chama anajiuzulu, akanambia mama Model, mimi sijui bwana wewe umempa huyu mama ndio wewe ni mchawi wa namna gani. Sasa mimi amenishinda na mwachia mtu mwingine. Nikamwambia una step down bure. 1 2 3 fanya. Mimi siwezi kunyenyekea hivi. Mimi nimetokea Ilala. Mama mchungaji wetu hakuwa hivi. Mimi siwezi. Nikamwambia sasa hiyo ni nyingine na hii ni namba nyingine. Dada fanya hivi. Wewe ukitaka cha uvunguni usinyanyue matanda, fanya nini? Akisema hapana, kwani kinakuhusu nini? Wanagombania tu. Mama atakupelekewa chakula mchicha nini Mr. sina genge. Yeye anasema wanawake ndio baraka zao. Nikamwambia sio baraka zao, maana mama yenu hataki. Wote simaje ndio baraka yao. Sasa ukimpa alafu akawapa baraka ndio baraka. Nikamshauri dada alishindwa, mwenzake akaingia akanifuata nyumbani. Akaniambia mama Model, mimi ndio nimepewa. Sasa tunafanyaje? Nikamwambia hii ni rahisi. Shuka, sikiliza, hapana ndio. Ananiambia nimepata mwenyekiti wa baraka sana. Anafanana na roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe una friction na first lady wa jimbo. Utoboi. Unalalamika mama askofu wangu ni mbaya. Hakuna mama askofu mbaya, mama askofu ni mzuri. Askofu wako ameupata wapi uzuri kama
Na unamjuaje uzuri wa askofu kabla uzuri wa mama? Jamani, Bwana asifiwe. Na kuambia ukitaka kula na Malkia Esther vya usweru unavipata. Tengeneza mahusiano. Tengeneza mahusiano, jimbo ni jepesi, utalibeba. Mimi nakumbuka alikuwa anakuja kiongozi mmoja. Akaniambia, mama, mkurugenzi wangu, unamlaza wapi? Nikasema, wewe mama, hapa ndio tunapambana. Sijui. Akasema, subiri. Akaenda kuongea na mwanamke mwenye hela. Akaniambia, tunamlaza hoteli fulani, alafu hutalipa. Bwana Yesu asifiwe. Hutalipa. Jamani, jimbo likawa jepesi. Unakipeleka hivi, nikija kwenye, yani mimi tu akija anambia, mama, leo una somo. Nataka tuendelee Bwana asifiwe. Wanasema kama huiwezi vita, siunge msafara wewe huko. Unapiga kitu sio iweza. Kama huiwezi vita dada, wewe una mama askofu wote nikuvuta. Huiwezi eti. Wewe na sota nyuma, mama leo kuna somo. Sina somo mkurugenzi wangu. Wewe ni mwalimu mzuri. Na ni kweli alikuwa mwalimu mzuri, lakini wewe mama ni mwalimu mzuri. Kwani hata kama hana, siapewaje tu afunge. Yeye akatae. Yule mama alinipenda. Akasema, siku zangu nilizozipoteza za WWK Bwana amenirudishia. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Na ikapata kibali. Mimi nikisema chochote kwenye baraza la waangalizi, yani idara yangu hainaga maswali. Haina maswali. Alafu askofu wangu anasema, mama Mole ni hata ukimpa chochote atafanya. Anaweza huyu mwanamke, lakini kumbe nguvu yake ni mke wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Akaniamini, akajua mimi naweza kila. La mimi tu akikisema kitu, mama, sasa hiki hapa kinaenda gani? Andika barua, fanya hivi, na alikuwa kwa administrator yeye. Kila kiongozi uliowekewa pale ana nguvu. Hawezi kuitwa mshauri afu Mungu asimpe roho ya mshauri. Ni wewe tu unanusa unafikiri unaweza, na unakoma kila siku, unabaki kumlaumu na unapata ana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ninakwambia kitu ambacho nimekiishi. Tengeneza mahusiano. Wengi tunakwama kwa kushindwa mahusiano na ngazi ya juu. Na wakati mwingine pia tunashindwa mahusiano na walioko chini. Wewe mwangalizi, hujaweza kumtumia Christmas kadi tu. Jamani, mimi wako hapa watu ambao nimefanya nao. Christmas ilikuwa ikifika tunaandika kadi WWK jimbo la Arusha Mashariki. Tunawapelekea waangalizi siku ya bodi ya mwisho, naambia peleka kwa mwangalizi, sema hii imetoka jimbo. Haleluya. Afu naambia tunaweka 10,000. Ukitaka kuongeza ni aibu, ongeza yako. Tunapeleka. Juzi nakumbuka nilikuwa kwenye kikao mwaka huu. Mchungaji mmoja kainua mkono akasema, WWK ya Mamole iliendaje wapi kwanza mwangalizi tuulizane. Imeendaga wapi WWK? Tulikuwa tunapewa kadi. Alafu kwenye kikao cha kwenye makongamano ya section, hakuna mchungaji anataka kukosa. Wanakuja. Na wakija wanakuta tuna zawadi. Jamani, tulikuwa na hela. Maono yanafuata hela. Hela zinafuata maono. Hela zinafuata maono. Ukitaka kufanya vizuri, weka mpango, hela zitafuata. Akasema sisi tulikuwa tunanunuliwa vitambaa vya suti vya kuendea kwenye wachungaji wote. Vya kuendea kwenye conference za wachungaji. Tukasema wachungaji wetu wasiogope kwenda kulala na wenzao, tuwanunulie mashuka mazuri. Zikaingia zile briefcase za kubebaga events zile. Tuwanunulie briefcase. Nani anataka kukosa kongamano la mwakani? Nani hata hamasisha wanawake waende? Ilikuwa ni enzi hizo. Tafuta na wewe kuna mbinu za kizazi hiki. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Na mambo kama section ya kukubali, mchungaji gani asiye kukubali? Itafutie idara kibali. Amen. Itafutie idara kibali. Amen. Kuna watu walioko
chini useme mimi ni mkurugenzi wa jimbo, watajuana na mwangalizi wao. Watengenezee wenye viti wako, wakurugenzi wa section, watengenezee kibali. Wakikuwa wanavyofanya vizuri na wenyewe wanaiga kufanya vizuri, na matawi pia anaiga kufanya vizuri. Idara hii ni ya kutia moyo watumishi wa Mungu. Tengeneza mahusiano, kusiwe na majeraha kwa ajili ya WWK. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi muda wangu umekwisha. Ninao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimalizie na kusema hivi, pointi yangu ya mwisho, uwe mtu wa kuthubutu. Amina. Sichapie? Sawa bosi wangu. Asante mama. Roho ya kutokuchapia inishike sasa. Amina. Jamani, Bwana asifiwe. Uwe mtu wa kufanya nini? Kuthubutu. Kuthubutu ni kuchukua hatua ya imani hata kama kuna changamoto, hata kama kuna ugumu. Katika hatua hiyo ya ujasiri, Mungu huandaa njia ya mabadiliko. Mtu wa kuthubutu. Kwa nini tunaita kuthubutu? Ni kwa sababu yumkini hali hairuhusu, mazingira hayaruhusu. Kwa hiyo kiongozi anayethubutu huchukua hatua ya imani na ya ujasiri, akiamini Mungu anaweza kumsaidia. Na katika kuthubutu huko Mungu hutokea. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 3 mpaka mstari wa 9 taendelea. Lakini kwa sababu ni hadithi unayoijua, naomba nikwambie kwamba wakoma waliweza kuleta badiliko, walileta suluhisho, walileta jawabu. Hawa wakoma walikuwa na mapungufu. Walikuwa na mapungufu kwenye afya zao. Wasingetegemewa kuleta suluhisho. Lakini walijiangalia, wakasema tukikaa hapa tunafanya nini? Tutakufa. Na kama tukienda Mungu asipotunusuru tutafanya nini? Tutakufa. Lakini ni vibaya kukaa kimya, tuchukue hatua. Kiongozi lazima uwe mtu wa kuthubutu. Usinyamazishwe na mazingira. Usinyamazishwe na hali zako za ndani. Maana hapa kuna vita viwili. Kuna vita vya mtu binafsi na kuna vita vya nje. Wakoma walikuwa na vita vya kwao wenyewe binafsi, kwamba hali zao zilikuwa ziwaruhusu hata wachanganyikane na watu. Lakini wakasema tuchukue tu hatua. Na wewe unaweza kaangalia mapungufu yako yakakunyamazisha. Kiongozi, nyanyuka. Husi wakati wa kukaa, husi wakati wa kunyong'onyea, husi wakati wa kujihurumia na kujiangalia hali ulionayo. Chukua hatua. Hata kama kuna upinzani nje, hata kama kuna upinzani kwa wachungaji, nyanyuka, chukua hatua. Muombe Roho Mtakatifu hekima na ufahamu wa namna gani ya kufanya. Mambo yatatokea. Wakoma walileta suluhisho Israeli. Watu waliokuwa wanakufa na njaa walipata suluhisho. Suluhisho la jimbo lako linamhitaji kiongozi mwenye kuthubutu, asiyejali changamoto za nje, asiyenyamazishwa akasema basi mimi jimbo langu ndio la mwisho tu, basi mimi jimbo langu ndio tutoaji misheni, basi jimbo langu wanawake hawahudhuriagi. Chukua hatua, thubutu. Jipange kimkakati, jipange upya. Askofu wako ana matarajio makubwa kwako. Wanawake wako wana matarajio makubwa kwako. Jamani, kamati hii ya WWK ina matarajio makubwa sana kwako. Mungu amekuamini na hawa wote tumekuamini kwamba mabadiliko na ufanisi na utendaji bora wa jimbo lako
kutegemea wewe. Usikubali kunyamazishwa na mazingira ya kijiografia, ya hali ya uchumi. Kama Mungu alitoa maji mwambani, hata kwako maji yatatoka. Kama Mungu aliigawa bahari ya Shamu, hata kwako pia ataigawa. Ni mwamba gani umesimama mbele yako? Ni ukuta gani umesimama mbele yako? Ni bahari gani ambayo imekuinamisha ukakaa chini pale ukanyong'onyea? Chukua hatua kiongozi. Thubutu. Fanya vile ambavyo hujawahi kufanya huko nyuma. Ingia gharama ambayo hujawahi kufanya huko nyuma. Jamani, tumebakisha miaka michache ya miaka 13 ya moto wa uamsho. Tumewaleta wanawake kwa kiwango gani? Tumetoa misheni kwa kiwango gani? Tumeshuhudia kwa kiwango gani? Uhai wa idara yetu kwenye matawi ukoje? Kwenye seksheni zetu tumelipa gharama kwa kiwango gani? Inuka mwanamke, thubutu. Wewe ni kiongozi wa tofauti. Wewe sio kiongozi yule wa jana. Ndio maana hujaja na kichwa cha kiongozi mtangulizi wako. Mungu amekuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wakoma waleta suluhisho, jimbo lako wewe una suluhisho. Ukithubutu leo, ukiamua kujihatarisha, ukiamua kulipa gharama, liko jawabu.